Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono hayo. Neno la Bwana. Wapendwa wa taifa la Mungu, kama nilivyotangulia kusema hapo awali kwamba leo ni Dominika ya pili ya Kwaresma ya mwaka A wa Kanisa, ambapo masomo yetu ya leo yanatualika kutafakari kwamba katika kumsikiliza Mungu tutashiriki mateso pamoja na Kristo na pia tutashirikishwa utukufu wake. Wapendwa, katika somo la kwanza tunasikia juu ya wito wa Abrahamu. Mungu anamuita Abrahamu kutoka katika nchi ya Harani ambapo yeye amekulia pale, anamuita kwenda katika nchi ya ahadi. Lakini kwa utii wa Abrahamu anatii agizo la Mungu na kuachana na mazingira yale aliyoyazoea na kuelekea huku ambapo Mungu amemwambia aende. Wapendwa, hii kibinadamu ilimpasa Abrahamu kuvumilia mengi, kuachana mazingira ambayo amekulia kwa kipindi chote mpaka miaka 75 alipoitwa na Mungu. Sasa inabidi aende huko ambako Mungu anamwelekeza. Abrahamu aliyapokea yote kwa imani thabiti, akitumainia neema na baraka nyingi toka kwa Mungu. Hivyo hivyo katika Injili takatifu tunasikia tukio la kugeuka sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo mbele ya wanafunzi wake watatu mlimani Tabor. Tukio hili la Yesu kugeuka sura ni kielezo cha wazi kwa wafuasi wake kwamba mateso na utukufu vinaambatana. Katika Agano la Kale, mlima ulikuwa ni mahali ambapo Mungu alikutana na watu wake. Musa alikutana na Mungu katika mlima Horebu au Sinai, ambapo pia huitwa mlima wa Mungu. Ni katika mlima huo huo ambapo Nabii Eliya alikutana na Mungu. Mlima palikuwa ni mahala pa kukutania na Mungu. Ni sehemu ambapo Mungu alijionyeshwa kwa Musa na baadaye kwa Eliya na kuwapa kazi ya utume. Katika Agano Jipya, mlima una maana kubwa sana kiteolojia, kwani majaribio ya Yesu yalifanyika mlimani na hata ile hotuba kuu kuhusu maisha ya ufalme wa mbinguni ilifanyika pia mlimani. Baada ya kuwalisha watu 5,000, Yesu alipanda mlimani kusali. Kurejea Injili ya Mathayo sura ya 14 aya 23. Ni juu ya mlima alipowakusanya wanafunzi wake na kuwatuma ulimwenguni kote. Wapendwa katika Kristo, kabla ya kulifafanua vizuri tukio hili la kugeuka Kristo sura, tuangazie mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, Kristo anawapa mtihani wanafunzi wake kuwapima imani yao kwake. Kwanza kabisa, katika Injili ya Mathayo sura 16 aya 13 hadi 15, Kristo anawapa wanafunzi wake mtihani na kuwauliza watu wanasema mimi ni nani? Petro anajitokeza na kujibu kwamba wewe Yesu ni Masia, mwana wa Mungu, ambapo aliweza kujibu hivyo kwa ufunuo wa Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo, Kristo anawapa swali jingine ambapo anatangaza juu ya kuteswa, kufa na kufuka kwake, ambapo Petro naye anatokea mbele na kupinga kabisa jambo hilo la kuteswa na kufa kwa Kristo, ambapo tukisoma katika Injili ya Mathayo sura 16 aya 21 hadi 22, Mtume Petro anapinga kabisa jambo hilo la Yesu kuteswa na kufa, na Kristo anamwambia rudi nyuma Shetani,
hauyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Kristo anaendelea kuwapa fundisho jingine, kuwapima. La mwisho kabisa katika Injili ya Mathayo sura 16 aya 24, Kristo anatoa fundisho zito kwamba anayetaka kuwa mfuasi wake ni lazima achukue msalaba wake na kumfuata njia yake ya mateso. Matukio haya matatu yanaonyesha kuwa Yesu ni Masia, mwana wa Mungu, mteseka na anayetaka pia wafuasi wake kumfuata na kushiriki mateso pamoja naye. Baada ya matukio matatu ndipo linafuata tukio la Kristo kugeuka sura. Katika Injili ya leo tunaona kwamba kabla ya mateso yake Yesu anachukua Petro, Yakobo na Yohane kuanza safari ndefu yenye kuchosha, safari ya kupanda mlima. Baada ya uvumilivu huo ulioleta uchovu mwingi, mitume wanaona mambo mazuri ya kupendeza. Wanamwona Yesu akiwa katika mng'ao wa utukufu. Mitume hawa wanaonyeshwa mazuri ya mbinguni. Mazuri hayo yote wanayaona kileleni baada ya kuvumilia magumu ya kupanda mlima. Ndivyo Yesu anavyowafundisha kuwa uzuri huu wa mbinguni unafikiwa tu kwa gharama ya kuvumilia magumu pamoja naye, magumu ambayo atayapata siku chache zijazo, ambapo katika tukio hili Yesu hugeuka sura. Katika kugeuka sura hili, tukio hili la Yesu kugeuka sura, tunaona mambo yafuatayo. Ya kwanza kabisa tunaweza kujiuliza, kwa nini mitume watatu? Kadiri ya tamaduni na desturi za Kiyahudi, ili ushahidi wowote uweze kukubalika, ilibidi utolewe na wanaume wawili na kuendelea, yaani wasiopungua wawili. Hivyo Kristo aliwachukua Petro, Yohane na Yakobo. Kwa ni dhahiri kabisa kile kilichotokea ndicho. Pia tunaweza tukajiuliza, kwa nini Petro, Yohane na Yakobo? Tunafahamu fika kuwa Yesu ni Masia atakayeteswa na kufa na kufufuka. Swala hili linakuwa ni kikwazo kwa mitume wote. Sasa Petro, Yakobo na Yohane, ambapo Yakobo na Yohane wenyewe walijitabanaisha. Tukisoma Injili ya Mathayo sura 20, mama yao anawaombea kwa Kristo kwamba hawaruhusu mmoja akae upande wake wa kulia na mwingine wa kushoto. Kwa maneno mengine unaweza kusema ni throne seekers, ambao walikuwa wanaangalia ufalme wa Mungu wa Kristo katika mazingira ya hapa duniani, ambapo inasemekana mitume hawa ni miongoni waliopinga waziwazi kuhusiana na kuteswa, kufa na kufufuka kwa Kristo. Hivi Yesu ndio sasa anawachukua hawa mitume watatu ili kuwaimarisha katika imani kwa kuonyesha utukufu watakaopata baada ya kuteswa na kufa msalabani. Ndio hapa sasa anaonyesha huo kwa kidogo tu. Pia tunaweza tukajiuliza, kwa nini Musa na Eliya wanatokea pale mlimani? Katika tukio la Yesu kugeuka sura, walitokea Musa ambaye ni kielezo cha Torati na Eliya ambaye tunamfahamu kama nabii mkuu wa manabii, wakiwa wanazungumza na Yesu. Tunaweza tukajiuliza yale maongezi yalikuwa yanahusu nini? Mwinjili Luka pekee ndiye anasema zaidi kuhusu maongezi yale, kwamba yalikuwa juu ya kifo cha Yesu ambacho kingekamilishwa kule Yerusalemu. Rejea Injili ya Luka sura ya 9 aya 31. Kwa upande mwingine, uwepo wa hawa wawakilishi wawili wa Agano la Kale hutoa ushuhuda kuwa sheria na manabii vinapata utimilifu katika Yesu Kristo mkombozi kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Na jambo la mwisho ni juu ya sauti kutoka katika wingu. Kwa Wayahudi, wingu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu na utukufu wake, yaani Shekina. Waisraeli waliongozwa na wingu kule jangwani. Pia wingu lilifunika hema la kukutania, na pia Musa alipokea amri za Mungu juu ya mlima uliokuwa umefunikwa na wingu. Kirejea kitabu cha Kutoka sura 24 aya 16 hadi ya 18. Kwa jinsi hii Yesu alionyesha bayana ni utukufu wa namna gani aliokuwa nao kama Masia,
na ni njia ipi anayopaswa kuifuata kila mwanafunzi anayekusudia kumfuata yeye kama mwalimu wake. Sauti hiyo iliyosikika kutoka katika wingu jeupe ndiyo hasa sauti ya Mungu Baba iliyomtambulisha na kumshuhudia Yesu kuwa ni mwanaye mpenzi na kuwataka wafuasi wake kufanya yote watakayoagizwa kwa sababu ni kadiri ya mapenzi yake. Wapendwa, hali ile ya utukufu walioonjeshwa wafuasi wa Yesu, yaani Petro, Yakobo na Yohane pale mlimani, iliyavutia na kuwafurahisha sana, hadi Petro akatamani hali hiyo idumu, hata wakataka kubaki pale mlimani, ambapo akapendekeza ajenge vibanda vitatu, kimoja cha Kristo, kingine cha Musa na kingine cha Eliya. Hakika kwa tukio la Yesu kugeuka sura, wafuasi wake walitiwa moyo na nguvu ya kuvumilia mateso yatakayompata Bwana wao, hasa kifo cha aibu cha msalabani. Kwa mantiki hiyo, tukio la Yesu kugeuka sura liligeuza fikra na mtazamo wa wafuasi wake juu ya mateso, kifo na ufufuko wake. Wakatambua kuwa mateso na utukufu vinaambatana. Hivyo hivyo, katika somo la pili tunaona Mtume Paulo akiwa gerezani kule Roma akimwandikia Timotheo, askofu wa Efeso, ambapo Timotheo aliyeitwa na kupewa neema na Mungu kwa kuwekewa mikono na Paulo mwenyewe. Paulo anamuasa kuwa asikatishe tamaa katika utume wake, bali avumilie mateso, akizitumia nguvu alizojaliwa na Mungu kushiriki mateso kwa ajili ya Injili. Mtume Paulo anatukumbusha kuwa uaminifu kwa Kristo unahusisha hatari na mateso. Wapendwa katika Kristo, kwa tukio la kugeuka Yesu sura, Yesu aliwaonyesha wazi wafuasi wake utukufu atakaopata baada na kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Hali hiyo ya utukufu iliwavutia sana wafuasi wake na kuwafanya wayapokee mateso ya Kristo kadiri ya mpango wa Mungu Baba. Wakawa tayari kumfuata Yesu katika njia hiyo ya mateso. Nasi leo tunakumbushwa kuwa tayari kuyapokea mateso tunayopata katika kutekeleza wajibu wetu wa kumfuasa Kristo mteseka, kulingana na nafasi zetu tulizonazo katika kanisa la Mungu. Tuwaombee maaskofu, wazazi na walezi wetu ambao wanapambana usiku na mchana, wanavumilia magumu na mateso wanayoyapata katika kutekeleza wajibu wao kwetu bila kukata tamaa. Wapendwa katika Kristo, wakati huu wa Kwaresma tujitahidi kumsikiliza na kumfuasa Kristo katika njia hii ya msalaba, yaani kuishi maisha ya sadaka na kuepuka kile kinachotuzuia kuandamana na Bwana wetu Yesu Kristo. Tutekeleze wajibu wetu wa Kikristo kwa uaminifu wote, ili jitihada zetu za kumfuasa Kristo mteseka zitupatie matunda mazuri ya Kwaresma. Wapendwa, katika mazingira yetu haya, kanisani hapa ndipo mlimani kwetu, ambapo Kristo anang'aa sura katika adhimisho la misa takatifu. Katika kupanda mlima tunakutana na vichaka, mapori, ghadhabu za kutosha, lakini tukishafika juu ya mlima tunapumzika na kufurahia hali ya hewa kule juu. Nasi tunaalikwa leo kuvumilia mateso hayo, kuvumilia changamoto hizo katika kumfuasa Kristo katika adhimisho la misa takatifu. Basi tumwombe leo Mungu atujalie fadhila ya uvumilivu na moyo wa usikivu, ili tuweze kushiriki vema mateso pamoja na Kristo, hata kama utakatifu unaonekana kuwa mgumu. Usalama wetu upo katika utakatifu, yaani katika kumsikiliza na kumfuasa Kristo. Ndugu zangu wapendwa, tusichoke kutenda mema, kwa kuwa kuna utukufu baada ya mateso kwa yeyote yule amwaminiaye Kristo. Avumiliaye mpaka mwisho ndiye atakayeokoka.